Uandaaji wa moduli hizi ni matokeo ya maudhui mbalimbali yaliyowekwa kwa pamoja, na haya ni pamoja katika kuangalia maeneo ya lishe. Lishe sio tunamfundisha mtoto tu aliyeko shule, hata we mwenyewe utapata kitu kwenye hii lishe. Kwa hiyo tunaacha kuishi kwa mazoea. Lakini mtindo bora wa maisha, tukisema tusimame hapa, tuna tuliozidi uzito, tuna wenye uzito pungufu, tuna uzito wa kawaida. Kwa hiyo kuna wale wenye malnutrition, kuna wale wenye obese, na kuna wale ambao tunatembea kwenye kijani. Kwa hiyo humu ndani kwenye hizi moduli zitakubadilisha na wewe ili ukawabadilishe na wale wa kule chini. Lakini tutaongea mambo mengi kwenye moduli ya changamoto za afya ya akili. Naamini humu tumo hatuzidi 60, si ndio? Lakini naamini I believe, sitaki injenda kusema mimi natoka afya na wenzangu wa vio sitaki kusema, lakini I believe half of us tuna changamoto ya afya ya akili. Kwa hiyo mafunzo haya yatatusaidia sisi kama walimu wa walimu kujengewa uwezo na kwenda kupata nafasi ya kuwafundisha wenzetu katika eneo la afya, lakini katika eneo la lishe, katika maeneo yetu ya vyuo. Manake tutapata elimu sisi kama walimu, lakini tuna jukumu sasa ya kubeba hizi moduli kuzishusha kule chini kwa watoto ambao tunawalea. Na moduli hizi zitasaidia sana katika ufundishaji wa afua za elimu, lakini afua za lishe kwa wanafunzi ambao tunawahudumia shuleni. Lakini niwaombe na niwakumbushe lile ambalo nilisema mwanzo kwamba tuwashukuru Injenda kwa niaba ya serikali, wameisha pandisha hizi moduli kidijitali. Kwa maana kwa wale ambao tutakuwa tuna nafasi ya kuweza kuingia kwenye zile moduli, tutaweza kuimprove CV zetu, kwa maana tutasoma, tutapata vyeti, tutapata CPD kule ndani. Maana yake tunauisha zile leseni zetu za kila mwaka katika utendaji wetu wa kazi wa kila siku. Kwa hiyo niwaombe baada ya mafunzo haya msiache kufanya hiki na msiache kuwa mnaingia. Naamini Injenda na Wizara ya Afya, Elimu tutakuwa tunaendelea kupandisha moduli mbalimbali, wenzetu wawe kidijitali, wakiingia kule wanaweza wakasoma. Sasa hivi dunia imekuwa kijiji, dunia imekuwa kubwa. Kwa hiyo mwisho wa siku lazima uende. Ndio maana unapata ile capacity building kama hii. Nimeona kuna issue inahusiana na afya ndio? Kwani wewe ni daktari? Wewe umesoma hicho. Lakini kutokana ile context yako lazima ushibe, si ndio? Kwa utapewa hapa, lakini pia na zingine utafanya mwenyewe. Ili unayemfundisha akitoka pale anapata ile content yenyewe. Yaani anakuwa a package. Unamuandaa to fit katika jamii fulani, si ndio? Na mara nyingi sisi walimu, sisi wakufunzi tunapimwa katika arena kuu mbili. Eneo la kwanza wanatupima katika ufaulu. Chuo cha Tukuyu kimetoa A ngapi, si ndio? Ama secondary matokeo yametoka yana A ngapi? Lakini kuna kipimo kingine ambacho tunapimwa nacho, ila kwa sababu hakituathiri moja kwa moja, sisi huwa hatujui, it's non concern. Tunapimwa maadili mtaani. Yaani kuna watu wamekuwa korofi, maadili yamekuwa mengi, yameharibika. Sisi walimu ama wakufunzi tuna changamoto. Injenda kupitia mradi wake wa Scale and Family Planning inashirikiana na Wizara ya Afya kupitia kitengo cha elimu ya afya kwa umma. Utengenezaji wa moduli umekamilika. Sasa hivi ni kuwajengea uwezo wa kufunzi ili waelewe maboresho haya ambayo yamefanywa kwenye moduli za ufundishaji na wayatumie sasa kama rejea sahihi za kufundishia walimu tarajali ambao tunawategemea baada hapa kwenda kutufundishia wanafunzi wetu kwenye ngazi ya shule za msingi pamoja na shule za sekondari. Mwelewesho kwa masuala ya afya ya akili tunakuwa tumemtengenezea njia sahihi ya kufaulu katika masomo yake anaosoma hapo shuleni, lakini pia kama Mtanzania wa kawaida naye kuwa kwenye nafasi nzuri ya kufahamu masuala mazima ya afya, lakini pia na kufahamu kama anahitaji kupata huduma ya afya akiwa bado ni mwanafunzi, ni wapi ataelekezwa kupata huduma hizo. Na kwa hiyo haya mafunzo yatatusaidia sana kuwasaidia wanachuo wetu ili waweze kwenda vizuri, kwa sababu wanakutana wengi, mchanganyiko mkubwa, lakini pia unaweza kukuta hawana elimu juu ya magonjwa mbalimbali ambayo yana umri wao, magonjwa ambayo yapo katika jamii. Kwa hiyo kwa kupata hii elimu itatusaidia kwenda kuwawezesha wao waweze kutambua magonjwa yaliyopo, lakini pia namna ya kujikinga. Tunafundisha wanachuo ambao wanaenda kuwafundisha wanafunzi ambao ni vijana ndio wanaibuka na wanakutana na mazingira katika jamii na wazunguka, na ni changamoto ambayo ipo. Kwa mfano tukishukulia masuala ya
afya akili ipo kwa sababu wanafunzi ambao tunawalea na ambao wapo katika mazingira ambayo wanajichanganya katika mambo mbalimbali, wanakumbana na mtindo wa maisha ambao unawapelekea kuwa na msongo wa mawazo, unawapelekea kuwa na tabia ambazo hazifai. Kwa hiyo wanachuo ambao tutaenda kuwawezesha sisi, watawasaidia kuwabadilisha wale wanafunzi ambao wanajiingiza katika makundi mbalimbali ambayo haifai katika jamii. Ni mafunzo ambayo yatatusaidia sana katika kuwawezesha wakufunzi ambao kama tunavyojua jukumu la vyuo vya walimu ni kuandaa walimu wa kwenda kufundisha katika shule za msingi. Sasa kwa walimu au wakufunzi kupata haya maarifa ya hizi moduli 3 vitatusaidia sisi kujenga maarifa, kuandaa walimu ili waweze kwenda kutoa elimu bora kwa masuala yote yanayohusu masuala ya afya akili, afya uzazi pamoja na elimu ya ukimwi kwa wanavyuo wetu.